Tulianza kampeni hii rasmi baada ya uzinduzi tarehe 16 pale viwanja vya Maturubai, na baadaye tukaja hapa Kigamboni kuanza kutekeleza kampeni hii husika. Na hadi kufikia siku ya leo tayari tulikuwa tumeshawafikia wananchi wapatao 3267, na kwa kupitia vituo vyetu mbalimbali. Tuna kituo cha kudumu hapa katika uwanja wa Mji Mwema, ambacho kituo hiki kipo tangu tarehe 17 mpaka siku ya hitimisho tarehe 25, na kitaendelea kupokea wananchi mbalimbali ambao watahitaji huduma hii kwa siku zote hizo za utekelezaji wa kampeni hapa halmashauri ya manispaa ya Kigamboni. Lakini pia tumekwisha kupita hadi kufikia leo katika kata zipatazo 3. Kata hii ya Mji Mwema ambao tayari tumemaliza kuzunguka kwenye mitaa mbalimbali, lakini pia tumeshakwenda kata ya Pemba Mnazi ambako pia tumemaliza katika kuwatembelea wananchi kwenye mitaa yote, na leo timu ipo pia Kimbiji kule, kata ya Kimbiji, ikizunguka kwenye mitaa mbalimbali kwa ajili ya kutekeleza kampeni hii. Asante sana. Au kuna madai, mirathi, haki za binadamu na mambo mengineyo mengi. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba wataendelea kujitokeza kwa wingi kuweza kutumia fursa hii ambayo inasimamiwa na Wizara ya Katiba na Sheria, lakini kwa mwamvuli wa mkuu wa nchi ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye amekubali kubeba gharama za kuhakikisha kwamba Watanzania wanaweza kupata huduma hii ya msaada wa kisheria, ambayo kimsingi wakati mwingine inaweza kuwa gharama sana, hasa kwa watu ambao wanakuwa na kipato cha chini, kwa sababu wakati mwingine huduma hii inahitaji malipo kwa mawakili ambao wakati mwingine si kila mtu anaweza kumudu gharama hizo, na mawakili wakati mwingine pia si rahisi kuwapata kila maeneo, hasa kwenye halmashauri ya manispaa kama ya Kigamboni, ambayo kuna maeneo ambayo ni ya mjini na maeneo ambayo pia bado tunaweza kuita bado ni maeneo ambayo hayajachangamka sana. Kwa wakati mwingine Asante sana. Tumefika hapa katika huduma hii ya sheria na marais. Nimepata huduma zangu, nashukuru sana. Nilikuwa na haki zangu kuziweka sawa, zote ziko vizuri na haki wanatimiza vizuri sana. Mimi jina langu naitwa Saleh Ali Mohamedi, natokea hapa Kigamboni, Mtatu wa Moyo. Nishukuru sana Mama Samia kuleta haki, itatusaidia watu wa chini. Asante sana. Na leo ulikuja kupata msaada gani wa kisheria leo? Msaada wa kisheria leo nimefuatana kidogo na tajiri yangu muda mrefu, ananipiga chenga, lakini nimemuita kurekebisha mambo yetu yako vizuri kisheria. Mkopo mna tofauti gani na bosi wako? Bosi kidogo muda mrefu amechelewa katika kutulipa haki yetu ya nyumba tunayouza mirathi. Kwa hiyo imefika hatua leo kumuita na tumeka sawa, tunakamilisha mambo yetu kwa mkataba tunaandikiana. Nini cha kumwambia Rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu kwa kuandaa hii? Tunampa sisi pongezi sana kwa kutoa huduma hii, na Mungu atampa uongozi mwema mwingine wa awamu ya 5. Tupo pamoja. Asante sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Suena Juma Bakari, natokea Dege, kata ya Sumangira. Nimekuja hapa kwa kesi yangu, ilikuwa Dege wilayani. Hasa nimekuja hapa kupata msaada wa Mama Samia. Kwa kweli nashukuru, nimepokelewa vizuri, nimekuja wamenipokea vizuri, nimeambiwa nisubiri, ila nashukuru Mwenyezi Mungu, labda Mwenyezi Mungu akipenda mambo yatakuwa mazuri. Maana mimi nilikuwa na shida ya sehemu nilinunua, sehemu ikazibwa njia, sina sehemu ya kupita. Sidori kimeleta hapa, labda Mungu akipenda nilipokelewa yanaweza kuwa mazuri, naweza nikapata njia hata ya kupitisha vitu ya kwenda nyumbani kwangu. Kweli nashukuru, namshukuru Mama Samia, Mwenyezi Mungu azidi kumweka na azidi kutupambania sisi walio chini. Mungu amjalie, amzidishie kila laheri, ampe nguvu, Mungu amweke, azidi kumweka. Kwa kweli tunashukuru sana. Hii kampeni imetusaidia sana. Kwa nataka nikuulize mpaka sasa hivi kufikisha hapo na matumaini gani
kufikisha mpaka sasa hiyo kesi yako au msaada wa kisheria ambao unaohitaji? Mimi kwa kweli nashukuru kwa msaada wa kisheria, kwa sababu huyo mdada nimemwadisia yote, amewapigia simu mwenyekiti wa serikali za mtaa na akamwambia waambie wale waje ili tupate ufumbuzi wa kupata njia ya kupitia kwenda kwangu. Sasa imani ninayo, nashukuru kwa kweli. Asante. Na unawashauri watu wengine wenye matatizo ya kisheria, unawashauri nini kuhusiana na huduma hapa tunayotoa? Yaani kwanza kama huko kwetu watu wengi wana shida ila walikuwa hawajajua, na hivi nikitoka hapa naenda kuambia wote, kila mtu ana matatizo. Hasa msaada huu wa kisheria kwa kweli unasaidia, kwa sababu hauna upendeleo kusema eti wanapendelea nani, kwa sababu ni wanasheria wa serikali wametumwa na Mama Samia. Kwa kweli Edward Irengio ni mkazi wa Kichangani, kata ya Somangira hapa Kigamboni. Ni miongoni mwa wananchi ambao nimekuja kupata huduma katika kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia. Kiufupi ni huduma nzuri, tunaifurahia na tunamshukuru mama kwa kutuletea hii kampeni, kwa sababu wengi tulikuwa tunashindwa ni wapi tupeleke hizo kero zetu na tuanzie wapi. Hasa ukiangalia ni masuala ya kisheria, kwa hiyo wengi tunakuwa tujui ni wapi tuanzie. Kwa hiyo tulivyoletewa hii kampeni tumepata msaada wa kuja kujua vitu vingi ambavyo pengine sisi tulikuwa hatuna uwezo wa kufikia. Kwa hiyo mimi ni waase wananchi na wengine ambao wana shida za kisheria waweze kufika katika kituo hiki ambacho kipo Mji Mwema kwa ajili ya kupata msaada wa kisheria kwa hii kampeni ambayo mama ametuletea. Sisi tunasema mama, hatuna cha kukudai katika hili, tunakupongeza kwa hili. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hii kampeni ambayo umetuletea, umetusaidia sana. Leo tumekuona hapa umekuja, ni huduma gani uliokuja kuifuata ya kisheria ambayo ilikufanya mpaka leo kufika hapo? Ya huduma nilikuja na huduma mbili. Huduma ya kwanza nilikuja na huduma ya kuweza kupata cheti cha kuzaliwa cha watoto wangu ambayo nimeifanikisha 100%. Nimefanikiwa na nimeshapata vyeti vyangu tayari kwa ajili ya matumizi ya wanangu. Lakini cha pili nilikuja kupata huduma ya kisheria kwenye eneo langu ambalo lilikuwa lina mgogoro kidogo. Kwa hiyo nimeelekezwa maneno ya kisheria, ni wapi nianze na wapi nifikie. Safi kabisa, na nimeridhika, nimeona ni wapi nilikuwa nashindwa kupata msaada wapi nielekee. Kwa hiyo wamenielekeza wataalamu na nimejua ni wapi nianzie na wapi tutakwenda. Asante sana. Nashukuru sana.